Hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Wewe ni Bwana, umeinuliwa. Hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mfalme wa wafalme, ninakutukuza ni kwa sababu ya ibada ya jioni ya leo. Bwana, na ikabidi mikononi mwako. Naomba Bwana wa majeshi ukanene na watu wako katika jina la Yesu. Unitumie Bwana kwa ajili ya ibada hii kama chombo kwa sababu ya ukuu wako. Nabariki kila mmoja Bwana kwenye taifa la Kenya na hata wote walio nje ya Kenya. Baba wa mbinguni, ukapata kunena na mioyo yao katika jina la Yesu Kristo. Tukuzwe mwana wa Mungu, na maana umetukuka na umeinuliwa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Sema amina. Na karibu sana kwa sababu ya ibada hii. Na naamini ya kwamba Bwana wa majeshi ataenda kunena na wewe kwa njia kubwa, kwa sababu ni mwaminifu na ni mwema kila wakati, maana anastahili. Basi nakukaribisha kwa sababu ya ibada hii, tukapate muda wa kubarikiwa pamoja na Mungu wa mbinguni atakubariki. Nataka kuongea kuhusu ujumbe kwamba Mungu hajakusahau. Mungu hajakusahau. Hiyo ndio topic ambao nataka kuhubiri siku ya leo. Basi jina langu ni Apostle Daniel HM, na huduma ya kanisa la Maximum Healing Outreach Ministry. Na kwa neema yake Bwana ameniita katika wito huo wa deliverance and healing prophetic ministry, na nashukuru Mungu kwa sababu ya kibali hicho pamoja na kunibariki na pamoja na jamii yangu. Basi nawakaribisha wote tubarikiwe kwenye ibada hii na katika kipindi hiki ambao tunaita The Voice of Altar. Naamini ya kwamba utabarikiwa. Na mjiandae kwa sababu ya mtumishi wa Bwana atakuwa na kipindi pia, atakuwa kwenye show yake ambayo anaita Voice of Hope. Atakuwa na hiyo kipindi ambayo anataka kufundisha kupitia lugha ya mama ya Kikuyu. Kwa hivyo atakuwa anawahubiria hii wiki, siku yoyote ile tutawajulisha. Basi kwangu leo mimi nataka nikuletee neno hilo kwamba Mungu hajakusahau. Katika kitabu cha Psalms ni Zaburi bale 31 aya yake ni ya 12. Psalms chapter number 31 verse number 12. Nasema ya kwamba nimesaulika kama mtu aliyekufa. Nimekuwa kama chungu kilichofunjika. Bwana asifiwe. Nafundisha kuhusu kwamba Bwana hajakusahau. Mtumishi wa Bwana Daudi anafika mahali ambapo anaona kana kwamba Mungu amemsahau. Anafika mahali ambapo anajiona kana kwamba ni chombo ambacho kilichofunjika. Maana anasema kwamba nimekuwa kama chombo ambacho kimefunjika. Na hapa katika hii version yangu inasema ya kwamba nimekuwa kama chungu ambacho kimefunjika. Nakumbuka wakati tulikuwa wadogo, wakati in our young age, tukiwa wadogo tu, tulikuwa na hizo nyungu, hizo pot. So ulikuwa unakuta kwa sababu imepasuka, tutaikata bala imepasuka kadogo. So tutapasua pia. Sasa katapakia kadogo. Sasa kadogo tulikuwa tunatumia kukaranga kama mahindi ile imekauka. Tulikuwa tunatumia hizo mahindi zile ambazo zenye zinatoka kwa shamba, zenye zimekomaa sana, tunakaranga na hiyo. So ilikuwa inatoa hiyo mahindi ikiwa very smart, lakini imetoboka. Basi pia hiyo chungu ama hiyo nyungu ilikuwa inatumika wakati wa kuweka maji pale para. Na yale maji tulipokuwa tunaweka pale yalikuwa yanakuwa baridi kama yenye imewekwa kwa fridge. Sasa leo tuko na fridge. Sasa hizo nyungu hata hazina market nowadays kwa sababu tayari watu wameenda digital. Nataka kusema nini? Ya kwamba Daudi anafika mahali anajiona kama hiyo chungu ambaye sasa imetoboka ama imefunjika.
So wakati ilikuwa inavunjika, sisi ndio tulikuwa tunachukua kama watoto, lakini wale watu wazima hawana value kwake, hawana ile thamana yake ya ile nyungu, ama kwa njia nyingine hawaoni hiyo thamana hiyo nyungu. Bwana asifiwe sana. So sasa Daudi anafika mahali anajiona kama hiyo ana thamana tena. Kuna mtu ambaye amefika nyakati ambapo kwa sababu ya mambo yamemsukuma, amefika mahali ambapo anajiona ya kwamba ana thamani tena katika maisha. Na ndiposa unakuta kwamba kuna watu ambao wanafika mahali wanajitoa uhai. Kwa sababu ya nini? Wanaona ya kwamba hawana thamana tena katika maisha, hawana value tena. Ndio maana Daudi anafika mahali anasema ya kwamba nimekuwa kama chungu ambacho kimefunjika. So anasema ya kwamba nimesaulika kama mtu aliyekufa. Unajua mtu aliyekufa akisazikwa, hakuna mtu anaendanga kwa kaburi. Kaburi tu ninaonanga watu wanaendanga ni zile kama Saraira huko, kaburi kama saa kina Moi, kina Kibaki, wale watu masauli sana. Lakini wale watu ambao si famous, mtu akisa kufa anasaulika. Hata watu wa jamii yao wanajua tu alikufa na wanakumbuka alikufa, lakini hawezi enda kwa hiyo kaburi. So wanasahau kwa sababu huyo mtu tena hawamuhitaji tena. Amekufa sawa, alikuwa mtu wa damu yao, lakini hawana ile kumtafuta tena because sasa hana thamana tena, asaenda na amesaenda. Sasa Daudi anafika mahali anajiona ya kwamba is like huyo mtu ambaye amekufa. Sasa anasema ya kwamba nimesaulika kama mtu aliyekufa. Na nikwambie mtu wa Mungu siku ya leo ya kwamba Bwana hajakusahau. Mungu hajakusahau. Wanadamu wanaweza wakakusahau. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu bado hajakusahau. Daudi anafika mahali anaona ya kwamba amesaulika, ameachwa kama mtu aliyekufa. Anafika mahali anajiona ya kwamba kama chungu ambacho kimeharibika. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao wanafika mahali mpaka wanajitarau, wanajiona kama umbwa. Yaani unakuta mtu ni mtu wako sawa, lakini anaweza kukwambia mimi najiona sasa zingine hata sina maana, naona kama ni hata ili umbwa. Mimi kutana na watu kama hao, anakuambia mimi hata afadhali umbwa. Maana umbwa inalindanga pomba. Mimi hata sina value. So anajiona, hata nakumbuka kuna mtoto katika Biblia inasema ya kwamba huyo mtoto alikuwa wa Jordani. Anafika mahali anaona ya kwamba yeye hata ni kama umbu. Sasa mimi Daudi niko na nini kwako, ninaweza kaa hapo kukula na wewe mezani, na ili hata mimi nikaa umbwa. Amejidharau kiasi kwamba hata hafai kukaa kwa mfalme. Sasa kuna mtu ambaye kwa sababu ya mapito ambao unapitia, unafika mahali ambapo unajiona ya kwamba hufai. Baki umefika mahali ambapo unajidharau mwenyewe, unajichukia mwenyewe. I come to tell you my brother and my sister ya kwamba Bwana hajakusahau. Katika kitabu kile cha Psalms chapter number 13 verse number 1, hebu tusome hapo pia usikilize vile neno la Bwana linasema. Nataka kutia mtu mmoja ambaye anasikia kana kwamba amefika mwisho. Anafika mahali ya kwamba amejidharau. Anafika mahali anaona kana kwamba amesaulika, vile ambapo Daudi alifika mahali ambapo akaona kana kwamba amesaulika. Vile anasema, mpaka lini Mwenyezi Mungu utanisahau? Je, utanisahau mpaka milele? Daudi anafika mahali anajiuliza hivyo. Sasa anauliza Mungu, je, Mungu utanisahau mpaka lini? Utanisahau mpaka milele? Sasa kuna mtu ambaye unanitazama siku ya leo ama unanisikiliza, unahisi kana kwamba umesaulika. Unajiuliza, kwani Mungu amenisahau? Amenisahau mpaka lini? Ataniacha mpaka lini? That's why Biblia inasema kwamba Daudi anasema kwamba mpaka lini Mwenyezi Mungu utanisahau? Utanisahau mpaka milele? Sasa kuna mtu ambaye katika hali ambayo unapitia siku ya leo, unajiuliza, je, Mungu atakusahau mpaka lini? Unajiuliza, je, mimi nitasahaulika milele? Nitatoka chini ya jua nikiwa kwa hii madeni? Nitatoka chini ya jua nikiwa katika hii hali ya kuombaomba? Nitatoka chini ya jua nikiwa katika hii hali ya umaskini? Nitatoka kwa hii dunia nikiwa bado niko na washirika 5? Nitatoka kwa hii dunia bado nikiwa ndoa yangu iko na shida? Nitatoka kwa hii dunia ikiwa bado mimi ninahangaika? Sasa ndivyo Daudi naye anauliza hivyo. Utanisahau mpaka lini? Utanisahau je mpaka milele? I come to tell you my brother and my sister ya kwamba Mungu hajakusahau. Mume wako anaweza akakusahau. Mke wako anaweza akakusahau.
Mtoto wako aliyemzaa anaweza akakusahau. Mama yako aliyekuzaa anaweza akakusahau. Baba yako aliyekuzaa anaweza akakusahau. Jirani anaweza akakusahau. Kiongozi wako anaweza akakusahau. Lakini Mungu hawezi akakusahau. Haleluya. Biblia inasema pale verse number 2, Psalm chapter 13. Nitakuwa na wasiwasi rohoni hadi lini? Na masikitiko moyoni siku hadi lini adui zangu watafurahia taabu zangu? Kwa hivyo unapoona mpendwa, Daudi anapofika mahali ambapo anajiuliza maswali haya, ni kwa sababu ya kwamba anasema ya kwamba yani maadui zangu watafurahia aje katika taabu zangu mpaka lini? Nitasononeka aje moyoni mwangu mpaka lini? Nitakuwa na masikitiko moyoni mwangu siku baada ya siku, na maadui wakiwa wana celebrate kwa sababu ya taabu zangu. Kuna mtu ambaye uko mahali umeketi, unalisikiliza majira kama haya, unaona kana kwamba watu wana celebrate kwa sababu ya weakness, wana celebrate kwa sababu ya hali yako. I remember my time, that is the time wakati ambapo nilifunga kanisa COVID-19 2020. I remember very well. Wakati nilipofunga kanisa, because nilishindwa kulipa hiyo rent, maana tayari sasa hiyo washirika wameondoka, kazi hakuna, so ikabidi hiyo kanisa nikaifunga. Na kukawa na organization pale ndani ambayo ilifanya nikaambiwa toka kwa hii shamba, kuna nyumba tunataka kujenga ghorofa. Na ile ni njia ya kuondolewa. So wakati nilipoondolewa pale, kuna wachungaji waliyekuwa marafiki zangu walifurahia katika kuondolewa kwangu. Walifurahia katika kushindwa kwangu. Walifurahia katika mwisho wangu. Na maana Mika anasema ya kwamba usifurahie adui yangu, ninapoanguka nitasimama tena. Kuna mtu ambaye atasimama tena katika kuanguka ulikoanguka. Kuna mtu ambaye utainuka tena katika hali ambayo unapitia siku ya leo. Daudi anasema ya kwamba maadui zangu wanaserekea kwa sababu ya taabu zangu. Kuna mtu ambaye siku ya leo maadui zako wanaserekea kwa sababu ya kulala njaa kwako. Maadui wako wanaserekea kwa sababu ya kukosa nyumba ya kukaa. Maadui zako wanaserekea kwa sababu ya kanisa lako kuwa mwisho. Maadui zako wanaserekea kwa sababu ya kukosa mtoto kwako. Maadui wako wanaserekea kwa sababu ya kukosa fedha kwako. Maadui zako wanaserekea kwa sababu ya kukosa kazi. Maadui zako wanaserekea kwa sababu ya kilio ya ndoa yako. Maadui zako wanaserekea kwa sababu ya aibu ambao unayopitia siku ya leo. Lakini nimekuja nikutie moyo nikwambie siku ya leo ya kwamba Mungu bado hajakusahau. Jumbe wangu siku ya leo kwako ni kwamba Mungu hajakusahau. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine mpendwa, hali inaweza ikakuwa mbaya. Hali inaweza ikakuwa ngumu. Hali inaweza ikakuwa mzito. Watu wakakudharau. Watu wakakuondokea. Wakati mtu ambaye anaitwa Ann alipokosa mtoto, kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Penina. Alikuwa mke mwenza wake. Lakini aliweza kusukuma Ann, hakumhurumia, bali aliendelea kumkejeli Ann. Ann akafika mahali akamlilia Mungu. Kamuuliza Mungu, umenisahau aje? Mbona hapa mimi napitia hii? Penina akaona Ann hawezi akapata mtoto. Lakini ahimidiwe Mwenyezi Mungu, alimpatia mtoto Samueli. Akaandikwa kwenye Biblia. Na wale watoto wa Penina hatujawaona kwenye Biblia walikuwa wanaitwa kina nani na walikuwa wangapi. Katika hali ambao unaopitia mpendwa, ni kwa ajili ya ushuhuda wa kesho. Ni kwa sababu ya yale ambayo Mungu amekuandalia ya kesho. Maana kesho yako ni kubwa kuliko ya leo. Kesho yako mpendwa ni kubwa kuliko leo vile inavyokaa. Kesho yako ni mzuri zaidi kuliko vile leo ilivyo siku ya leo. Huduma wako kesho ni mkubwa
kuliko hali ya leo vile ulikuwa siku ya leo. I remember the time ambao nilikuwa nimepewa station moja, nilikuwa na upiri. Hiyo station ilikuwa from Qatar. So wakati nilipopewa hiyo station nikawa nina upiri pale. Nilikuwa na upiri every Wednesday. Na kukafika mahali ambapo yule mwenye hiyo station akaniunganisha na mtu mwingine ili awe host wangu. Sasa yule aliyekuwa amepewa akuwe host wangu akakataa kuni host. Kwa sababu ya nini? Ya deliverance. So nikaondolewa kwenye hiyo station. Wanasema ya kwamba katika station yetu hatuhitaji deliverance. So nikawaambia it's okay, let me go ahead. Na siku hata ninaweza upili hata Facebook. Na nikakaa. Mungu akakuja akafanya njia. Nikapata tena station nyingine. Nikahubiri. Nikakuja nikawa na challenge kwa sababu ya studio. Mahali ambapo nilikuwa nafanyia. Maana kulikuwa saa zingine unakuta ni choto, na bidi sasa ukae nje kwa sababu Mombasa ni choto sana. So inabidi nitafute kukaa nje. Na pale nilikuwa nakaa nje, siku moja mzee wa mtaa akatumwa akuja niondoe hapo. Na nikakuja nikaambiwa toka hapa, usihubirie hapa tena. Na mimi nikasema sitaondoka mpaka nimalize ibada hii. Ilikuwa lunch hour, I remember very well. Na nikahubiri mpaka nikamaliza. So nikafika mahali kwa sababu sasa wamenitumia mpaka chief ili nitoke hapo, so ikabidi niachane hapo. Unajua hata trespass kwa ukweli. So nikaondoka. Na nikasimamisha hiyo studio, nikamwambia nitakuja wakati mwingine Mungu akinijalia. Mungu akakuja akafungua njia. Sasa leo ninaingianga siku ninataka kuhubiri, ninasema nataka kuingia live na ninaingia bila maswali. Na nitataka kukuambia mpendwa ya kwamba maadui zako wanaweza wakafurahia. Maana wakati ambapo mzee wa mtaa alipotumwa mpaka chifu akatumwa ili yondoka hapo, injili ya Bwana haikusimamishwa. Bado niliendelea kuhubiri. Siku moja nikawa ninahubiria kwa uwanja fulani wa kanisa moja ambayo ya kidini. Sasa nilikuwa naenda hapo, ninakaa hapo, ninahubiri because sasa hapo nilikuwa ninaweza kuwa open mahali nahubiria watu. Nakumbuka sister akakuja nikiwa naendelea kuhubiri. Hata hakunisalimia, na ni sister tu. Hata hakunisalimia. Akaniambia, "Sasa nimetumwa na Father usihubirie hapa." Nikamwambia it's okay. Wacha nimalize ibada hii, sitahubiria hapa siku nyingine. Nikaondoka hapo, nikaanza kuhubiria kwa barabara. Hiyo ni COVID-19 naongea wakati wake. Nikaanza kuhubiria hapo kwa barabara. Nikaenda pale Kenyatta University. Hapo karibu na pia kuna hapo kwa gate ya Livaro. Nikaanza kukua hapo, ninasimama hapo, ninahubiri hapo. Na nikaona watu wameanza wanapita wananisikiliza, wengine wanakaa hapo kando wananisikiliza. Nikasema hata afadhali hapa ninahubiria barabarani, magari sikipita bado ninahubiri. Watu wakipita bado ninahubiri. Yaani nataka nikwambie my brother ya kwamba Mungu hajakusahau. Wakati mwingine kunaweza kuwa ni mazingira magumu. Wakati mwingine kunaweza kuwa ni hali ngumu, lakini Mungu bado hajakusahau. Unahitaji usimame wima na umwaminie Mungu ya kwamba hata kama leo ni mawimbi, basi ndo kesho mawimbi hayo yatasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama leo ni mazito, kesho yangu itabadilika. Maana Mungu bado hajakusahau mpendo. Bado Mungu hajakusahau. Inawezekana siku ya leo basi yakawa mawimbi yanakupiga makali, lakini wakati ambapo utakaposimama, wakati Mungu atakaposikia sauti yako, mpendwa, atasimamisha mawimbi, atasimamisha hiyo torupa. Maana kulikuwa na watu ambao walikuwa ni wanafunzi wa Yesu, walikuwa ndani ya katika merikebu, katika hiyo mahali walikuwa wanasafiri. Kuna mahali ambapo ilifika ikaanza kusama, lakini ahimidiwe Mwenyezi Mungu, kumbe pale ndani kulikuwa ni Yesu. Yesu alikuwa ameketi pale. Maandiko yanasema ya kwamba naye wale wanafunzi wakamuita Yesu, wakamwambia, "Je, wewe hujali kuangamia kwetu?" Naye Yesu, maandiko yanasema ya kwamba walipomuita Yesu, naye Yesu akaamka pale nyuma, na alipoamka akakemea ile torupa, na torupa ikasimama, na basi kukaendelea kuwa swali. Wanafunzi wakamuuliza, "Je, imewezekanaje ukasimamisha hii torupa?"
Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ilikuwa ni dhoruba ambayo ilikuwa inayumbayumbisha wale wanafunzi wa Yesu, na wakaona kana kwamba wanasama. Lakini imidiwe Mwenyezi Mungu ya kwamba asiyezuiliwa, ya kwamba yeye asiyeshindwa akasimamisha ile dhoruba. Nimekuja kuambia mtu siku ya leo, na mahali ambapo umepiwa na dhoruba, mahali ambapo umepiwa, hali imekuwa ngumu, Mungu bado hajakusahau. Watu wanaweza wakakusahau, maana kawaida ya mwanadamu usahau, lakini Mungu yeye hawezi akakusahau. Let us go in the book of Psalms chapter number 51 and verse number 18. Psalms 51 and verse number 18. Tusoma hapo na wewe, maana Mungu bado mpendwa hajakusahau. Psalms 51 verse number 18. Nataka uelewe kitu hapo. Biblia inasema hivi: Mungu upenda kututendea mema mchi wa Sayoni. Tusome hapo turudie. Kulikuwa na itirafu kidogo. Nasema Mungu upenda kutenda mema mchi wa Sayoni. Usichenge tena upya kuta za mchi wa Yerusalemu. Usichenga tena upya ukuta wa Yerusalemu. Kwa hivyo licha kwamba mpendwa kumepomolewa kwako, licha kwamba mpendwa kumeharibika kwako, nimekuja nikwambie siku ya leo ya kwamba Bwana atakuchenga tena upya. Bwana atakurekebishia hali yako tena. Bwana atakurekebishia yale ambayo yaliyoharibika maishani mwako, kwa sababu ya kwamba yeye bado hajakusahau. Yeye bado hajakusahau. Anasema ya kwamba katika Psalms 51 verse number 18 ya kwamba yeye Mungu upenda kutenda mema mchi wa Sayoni. Uchenga tena upya kuta za mchi wa Yerusalemu. Kwa hivyo mpendwa, Mungu atachenga upya bali ambapo kulipoharibika, kwa sababu yeye upenda kutenda mema. Mungu wetu hapendi kutenda mabaya. Mungu wetu mpendwa anapenda kututendea yaliyo mazuri. Ndio anasema ya kwamba anachenga upya ukuta wa Yerusalemu. Basi nimekuja kukutabia siku ya leo ya kwamba Bwana akuchenge upya ndoa yako iliyopomoka. Bwana akuchenge upya tumbo lako liliyopomoka likakosa kupepa ujauzito. Bwana akuchenge upya huduma wako ulioharibika katika jina la Yesu. Bwana akuchenge upya biashara yako iliyoharibika. Bwana akuchenge upya afya yako iliyoharibika, kwa sababu Bwana wa majeshi anapenda kutenda yaliyo mema. Bwana asifiwe sana. Bwana alisema ya kwamba yeye anapenda kutenda mema. Mungu anapenda kutenda mema. Katika kitabu cha Psalms chapter number 9 verse number 18. Psalms 9 verse number 18. Psalms 9 verse number 18. Biblia inasema hivi: lakini fukara hawatasauliwa daima, tumaini la maskini halitapotea milele. Maskini hawatasaulika milele. Matumaini ya maskini haitasaulika milele mpendo. Sijui siku ya leo wewe unapitia umaskini aina gani? Sijui siku ya leo unapitia hali gani? Lakini nasikia nikwambie mpendo ya kwamba Bwana hajakusahau. Nimekuja nikutie moyo siku ya leo nikwambie ya kwamba Bwana bado hajakusahau. Na ndio maana maandiko sema kwamba lakini fukara hawatasauliwa daima. Kwa hivyo mpendwa, hautasaulika daima. Hautasaulika daima. Yale ambao unaopitia is just for a while. It's just for a while. That's not a permanent situation. Hallelujah. Wakati ambapo unapitia yanapitia kwa wakati huo, lakini mwisho wa hiyo mateso mpendwa inafika. Mwisho wa hiyo mateso kuna siku ambayo hiyo inafika. Haiwezi kaishi ikiwa na hiyo mateso siku zote mpendwa.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba fukara ni yule mtu maskini. Amen. Fukara ni mtu yule maskini, mtu yule ambaye hajiwezi. Lakini Biblia inasema kwamba Biblia inasema vizuri ya kwamba hatasauliwa daima. Sijui mpendo, unaona kana kwamba umesauliwa, lakini haujasaulika daima. Umesaulika tu kwa muda. Lakini Bwana bado hajakusahau. Bado anashughulika. Bado ako kwenye kazi. Anaendelea kukufanyia njia. Anaendelea kukufanyia wepesi kwa sababu ya kwamba Bwana hajakusahau. Haleluya. Bwana hajakusahau. Mwenyezi Mungu mpendwa bado hajakusahau. Hello somebody. Bwana bado hajakusahau. Maana iko nasema kwamba tumaini la maskini halitapotea milele. Kwa hivyo mpendwa, tumaini lako halitapotea milele. Endelea kutumainia Mungu. Endelea kumwaminia Mungu. Endelea kumwongojea Mungu. Maana Biblia inasema ya kwamba halitapotea milele. Kwa hivyo tumaini lako halitapotea. Endelea kutumainia Mungu. Endelea kuwa na subira kwa Mungu. Endelea mpendo kumwongojea kwa sababu ya kwamba yeye bado hajakusahau. Wale watu wa Miracle Star TV bado kuko na itirafu kidogo, but we are working out about that, na tutarejea kwa muda ambao usiokuwa mrefu. Basi Biblia inasema ya kwamba tumaini la maskini halitapotea milele. Kwa hivyo mpendwa, tumaini lako halitapotea. Wewe ambao bado hujapata ujauzito, endelea kutumainia. Wewe bado haujaolewa, endelea kutumainia. Wewe bado haujaoa, endelea kutumainia. Wewe bado hujapata kazi, endelea kutumainia. Wewe bado hujapata chakula, endelea kutumainia. Wewe bado hujapata school fees, endelea kutumainia. Wewe bado hujapata mavazi, endelea kutumainia. Wewe bado unapitia magonjwa, endelea kutumainia afya. Wewe bado unaendelea mpendwa kudharauliwa, hujasaulika, endelea kutumainia. Endelea kutumainia. Leo una mavazi, it is okay. Leo una chakula, it is okay. Leo umekataliwa, it is okay. Your tomorrow comes. Kesho yako inakuja. Kesho yako mpendwa inakuja. Haleluya. Na wakati itakapokuja, kila mtu anajua kesho imefika. Maana hata mtoto mdogo inapofika asubuhi, huwa anajua asubuhi imefika. Kwa hiyo maadui zako waliona kwamba kwako kutaendelea kuwa usiku, masaa yanakuja ambayo yatakuwa asubuhi, na wote watashuhudia ya kwamba asubuhi yako imekuja. Waliokuondoka wakati wa shida, waliokuondoka wakati wa mapito, waliokuondoka wakati wa aibu, waliokuondoka wakati wa vita, watashuhudia asubuhi yako itakapokuja. Asubuhi yako itakapowadia, watu wale waliokuondokea watasema, yule ndiyo Mungu tunayemhitaji. Yule ndiye Mungu tunayemtafuta. Na hisi ndani ya moyo wangu kuna mtu ambaye kesho yake inakuja. Kesho yake inakuja. Kule ambapo uliposaulika, hilo tumaini lako mpendwa halichapotea. Haleluya. Tumaini lako halichapotea kwa sababu bado Mungu anakupenda. Psalms chapter number 27 verse number 10. Psalms chapter number 27 verse number 10. Maandiko inasema hivi: hata kama wazazi wangu wakinitupa, Mwenyezi Mungu atanipokea kwake. Daudi anasema ya kwamba hata kama wazazi wangu watanitupa, Mungu atanipokea kwake. Kuna mtu ambaye umetupwa siku ya leo, hata umetupwa na wazazi wako, umetupwa na watu wenu, lakini Daudi anatutia moyo siku ya leo ya kwamba hata kama tumetupwa, bado Bwana
hajatusahau. Anasema ya kwamba hata kama wazazi wangu wamenitupa, bado Bwana atanipokea kwake. Ahimidiwe Mwenyezi Mungu ambaye anatupokea jinsi tulivyo. Hata kama hatuna mavazi, Mungu anatupokea. Hata kama hatufai vizuri, Mungu anatupokea. Hata kama tumekosa chakula, Mungu anatupokea. Hata kama mpendwa tumekosa school fees, Bwana anatupokea. Hata kama tumefungiwa nyumba, Bwana anatupokea. Yaani Mungu hachagui jinsi tunavyokaa. Anatupenda na matope yetu. Anatupenda na aibu yetu. Anatupenda na kudharauliwa kwetu. Anatupenda na kufinyika kwetu. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba hata kama wazazi wangu wamenikataa, Bwana atanipokea kwake. Kuna mtu ambaye ulikataliwa, Bwana anakupokea mpendwa tena, kwa sababu ya kwamba Mungu wetu mpendwa hachagui kabila. Mungu wetu hachagui maskini na tajiri. Watu wote ni wake. Aliye mweusi, aliye mweupe, wote ni wa Bwana. Aliye mfupi, aliye mrefu, wote ni wa Bwana. Haijalishi jinsi unavyokaa, Bwana anakupenda vile ulivyo. Watu wanaweza kwa kuangalia wakaona nywele yako hujashuka, wakasema Rauna anakaanga maskini aje, wakakuondokea. Lakini Bwana atakupokea hivyo ukiwa hata hujaichana. Unajua Mungu anapendanga hata yule wazimu, kwa sababu ya kwamba Mungu yeye anatupokea jinsi tulivyo. Mimi nakumbuka wakati hapo nilikuwa hata sina kakiti kakuka hata ka plastic. Nilikuwa nimeomba mahali kwa pastor mwingine ya plastic. Na katika ile nilikuwa nakaa nyumba yenye haina floor. Nakumbuka hiyo nyumba ilikuwa haina floor. Lakini katika hiyo yote Bwana hata ndiye alikuwa anaongea na mimi zaidi. Ndio Mungu alikuwa anakuja sana. Kwa hivyo Mungu hahitaji kiti kizuri ndiye akuja akae aongee na wewe. Hahitaji ukae maisha mazuri ili akuje mpendo kwako. Mungu anakuja wakati umefinyika. Mungu anakuja wakati umedharaulika. Mungu anakuja wakati umesaulika, kwa sababu Bwana bado yeye hajakusahau. Am I speaking to somebody? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Isaia chapter number 49 verse number 14. Isaia, I don't know what is happening in World Miracle Star TV. Tumejaribu kuishughulikia, lakini bado naona kana kwamba iko na itirafu, but don't worry. Mungu atatujalia tu, tutarudi siku nyingine, bado tutaendelea katika ibada hapo. So don't worry. Kwa wale ambao wa World Miracle Star TV iko na itirafu. Katika Isaia chapter number 49, Isaia 49 verse number 14 to number 16. Isaia pale 49 verse number 14 to number 16. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi Biblia inasema hivi: wewe Sayoni wasema, Mwenyezi Mungu ameniacha. Hakika Bwana Mungu amenisahau. Lakini Mwenyezi Mungu asema, je, mama aweza kumsahau mwanawe anayemnyonya? Asimuonee huruma mtoto wa tumbo lake. Hata kama mama aweza kumsahau mwanawe, mimi kamwe sitakusahau. Verse number 16. Nimekuchora katika viganja vyangu, kuta zako nasiona daima mbele yangu. Hallelujah. Bwana Yesu sana. Maandiko yanasema aje mpendo, ya kwamba wewe Sayoni, sasa toa jina Sayoni, weka jina lako. Wewe unaitwa nani? Toa jina Sayoni, uweke jina lako. Maandiko yanasema ya kwamba unasema ya kwamba umesaulika. Unasema ya kwamba umesaulika. Lakini Mwenyezi Mungu anakuambia siku ya leo ya kwamba mama anaweza kumsahau mtoto wake anayenyonyesha.
lakini yeye Mungu bado hajatusahau. Anasema yeye bado hajasahau, maana ametuandika katika kiganja la mkono wake. Pendo, wewe ambao unaonekana kwamba umesahaulika, Bwana amekuandika katika kiganja lake. Hajakusahau. Anasema ya kwamba ukuta zako anasiona mbele zake daima. Kwa hivyo mpendwa, ukuta zako yani ni kusema ya kwamba maisha yako anayaona daima. Amekuandika kwenye kiganja la mkono wake. Mama mzazi anaweza kasahau mtoto ambaye amenyonyesha, lakini Mungu mpendwa hawezi akatusahau. Ameandika katika kiganja lake. Unajua mtu ambaye ukiweka kawino hapa, kama uchafu yeyote ile kigusa hapa kwa kiganja, wakati ambapo utaenda kuoga automatically lazima utaoga hapo. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba hata kama tunaona kana kwamba tumesaulika, mahali tumeandikwa sio mahali pa kusaulika, ni mahali panaonekana kila siku. Maana hakuna mtu ambaye hawezi ona kiganja lake kila siku ya mkono wake. Kila mtu anaonanga hapa. Kwa hivyo ni kusema mpendo ya kwamba katika kiganja lako, kama wewe mwanadamu hauwezi ukasahau, je, Mungu anaweza akasahau? Jina lako liko kwa kiganja lake. Unaweza imagine Mungu ako na kiganja kubwa aje? Hiyo ameandika majina yetu hapo yote na anayaona kila siku. Anasema ya kwamba nimechora katika viganja vyangu, kuta zako nasiona daima milele. Anasiona daima mpendwa. Yaani anasema ya kwamba maisha yako anayaona daima. Hayo ambao unaopitia Mungu anayaona. Mungu anayaona. Na ndio maana mpendwa, hata kama unapitia haukufi. Hata kama unapitia haufiki mwisho. Kwako wewe unaona kabisa mimi niko mwisho na sijui nitafanya nini. Lakini licha kwamba unapitia, Mwenyezi Mungu mpendwa anakupatia njia. Hebu niambie ni nani ambaye alipitia mateso akakufa? Machokora wanalala kwa street. Nimelala kwa street yana mimi. Lakini sikukufa katika hiyo street. Na sikugonjeka nilazwa hospitali. Kwa hivyo ni kuonyesha uaminifu wa Mungu na upendo wa Mungu kwetu. Hata kama tunalala nje, anatupenda bado. Bado anatushikilia hapo. Bado anatutamani hapo. Alibana Biblia inasema ya kwamba ametuandika katika kiganja cha mkono wake. Naishi ndani yangu kuna mtu ambaye mpendwa, Bwana amekuandika katika kiganja chake. Anakutazamia yale ambao unapitia. Anayajua vizuri, anayafahamu na anakutengenezea njia ya kutokea. Kuna wakati mmoja ambao tulipitia hali fulani. Miezi 3 inafuatana mfululizo. Na ikawa sasa hatuna otherwise na tuulizani maswali sasa. Sasa tumenyamaza. Unajua kuna mahali mnajiuliza maswali mpaka mnafika mnaacha. So tukanyamaza sasa hatuulizani kunaendaje, tutafanya nini? Tunaangaliana macho kwa macho. Mungu alifanya njia yenye hatukutarajia, hatukufikiria na hatukuwaza. Na hatukuitazamia. Akapitia hiyo njia, akatuondoa katika hiyo mateso. Akatuondoa kwa hiyo aibu. Kwa hivyo nataka kukuambia mpendwa nini siku ya leo? Ya kwamba licha kwamba kuna hali ambayo unapitia, Bwana anaweza akafanya njia usiyoitarajia, usiyoifikiria, usiyoitazamia na akafanya njia ukatokea. Kwa sababu katika hali ambayo unaopitia siku ya leo, katika hali ambayo unaopitia ya aibu siku ya leo, magonjwa unaopitia siku ya leo, madeni unaopitia siku ya leo mpendwa, Bwana ako na njia ya kutokea. Bwana ako na njia ya kutokea. Bwana ako na njia ya kutokea. Maana Mungu yeye hakosi njia. Mungu wetu ako na njia nyingi. Njia za Mungu sio kama za mwanadamu. Haleluya. Njia za Mungu sio kama njia za mwanadamu, narudia mpendwa. Njia za Mungu ni tofauti sana na mwanadamu. Njia za Mungu ni tofauti. One time nikafungiwa nyumba.
Na nilipofungiwa nyumba nikashindwa what can I do? Maana mimi ni mwanadamu, nikafika mwisho. Kaambia my wife, naenda kutafuta nyumba nyingine. Na sasa hiyo tumeshindwa hiyo nyingine. Tumefungiwa. So nikamwambia naenda kutafuta nyumba. Na nikaenda nikatafuta nyumba. Na nikapata 1 bedroom. Na sasa hiyo nafungiwa double room. Katika ile harakati yule mwanajeshi nilipata mwenye nyumba akaniambia, hii nyumba utakuwa unalipa pesa kidogo au usilipe kama hiyo nyingine. Na hapo ndipo maisha yetu yalibadilikia. Kuna mahali ambapo unaweza ukakaa mpendwa, mpaka Mungu asababishe ufungiwe nyumba ili uondoke hapo, maana maisha yako itafinyika hapo. Hata atasababisha ufungiwe ili utoke. Haleluya. Kwa hivyo mpendwa, kuna hali ambao unaweza kuwa unapitia, lakini Bwana atasababisha njia ya kukutoa hapo na haitakuwa mzuri. Njia ya Mungu ni tofauti na mwanadamu. Anakuja kuambia toto kuja nikupepe uone. Anaweza akasababisha mabaya ili ukufe moyo uondoke. Ili ukufe moyo. Lakini kumbe yeye ndiye anakuondoa hapo. Because nakumbuka vizuri, aliyefunga nyumba hiyo ni bishop. Na wakaenda na kifunguo. Lakini Mungu naye ni nani? Akafanya njia, tukapata nyumba. Tukakubalika kuingia bila pesa. Na tulipoingia bila pesa, nilipoenda kufungua simu yangu jioni, ilikuwa mwendo wa saa 10. Hapo ndipo nilipata mtu amenitumia kutoka Amerika pesa sikutarajia na sikuwa nimewahi fikiria. Na sikuwa nimewahi ongea na yeye, nikamwambia sasa nataka pesa. Lakini alisikia tu anitumie sadaka na akatuma na akaniambia kuna pesa nimetuma hapo. Umeona? Akanitumia message kwa WhatsApp. Kaniuliza umeona pesa nimetuma? Maana sikujua ni yeye ametuma. Mimi ninaenda kufungua nakuta pesa. Nikapata message WhatsApp. Kuna pesa nimetuma, umepata? Hiyo ni sadaka nimetuma. Na akawa every month tarehe moja anatuma pesa. Kila mwezi tarehe moja anatuma pesa. Akatuma wakati njia zilifunguka, sasa ndaweza pata pesa ya kulipa nyumba, hakutuma tena. Hivyo ndivyo Mungu aliko. Kwa hivyo nataka nikutie moyo nikwambie siku ya leo mpendwa, ya kwamba Mungu bado hajakusahau. Hicho unachokipitia ni jambo la kupitia kwa kawaida ya mwanadamu, lakini anafanya njia ya kutokea. Hallelujah. Isaiah chapter number 43 verse number 30. Isaiah 43 mstari ule wa 13. Inabadilika inasema, mimi ni Mungu na nitakuwa Mungu daima. Hakuna awezaye kuyepa nguvu zangu. Hakuna awezaye kuipinga ninayofanya. Kwa hivyo Mungu anatuambia nini hapa mpendwa? Ya kwamba yeye ni Mungu na atakuwa Mungu daima. Hawezi akasuiriwa na mtu yeyote yule kufanya kila ambacho anachotaka kufanya. Kwa hivyo akitaka kwamba aponye maisha yako, aulizi mtu atakaye kama ataponya ama ataponya. Akiuliza kama atakuinua, hawezi akauliza mwanadamu. Anafanya kazi yake na malaika. Hawezi akauliza kama huyu kabila litamfanya. Si kama vile wanasiasa wanatupepa ufara. Lazima ati umpigie kura ndiye akulete maendeleo. Lazima sio umuinamie ndiye akulete maendeleo. Mungu wetu si kama hiyo. Mungu anahitaji tu bora unatii na ufuate njia zake. Anafanya. Hata uliza wewe umezaliwa kabila gani? Hata uliza wewe umezaliwa familia gani? Huyu anaitwa Yesu, alikuwa katika familia ya umaskini. Haleluya. Familia ya serabara. Sijui mama yake alikuwa anafanya kazi gani. Nafikiria alikuwa anafanya kazi ya umaid. Kwa kufikiria kwangu, maana sasa serabara sina bidi mama naye afue nguo huko. Amen. Lakini katika hiyo serabara, hapo ndipo mfalme alipotoka. Na wale waliokuwa na fedha, waliokuwa na utajiri, mfalme hakutoka hapo. Mimi ninayekuhubiria siku ya leo, ile familia nimetoka sio tajiri. Haleluya. Nimetoka kwa familia ambao watu waliofinyika na maisha. Lakini hapo ndipo Mungu ametoa nabii katika familia hiyo. Na wale ambao walikuwa na kazi nzuri, walikuwa mpaka wanaweka mabrangeti yetu kwa maji na matope.
Hakuna pastor ametokea kwenye hiyo familia. Haleluya. Na kuonyesha nini? Ya kwamba Mungu ni tofauti. Anasema ya kwamba yeye ni Mungu daima, hawezi akasuiriwa kutenda kila anachotaka kutenda. Mungu hawezi akasuiriwa. Akisema atatenda, hata uliza jirani, unaona acha tumtendee ama tuache? Hata uliza mama yako, hata uliza baba yako, hata uliza askari, hata uliza rais. Anakuja kama Mungu na atafanya kama Mungu. Akisema leo anakuondolea madeni, anakuondolea daima. Akisema leo anakuondolea kifo, anakuondolea daima. Akisema leo anakuondolea kukataliwa, anakuondolea daima. Akisema leo anakuondolea utasa, anakuondolea daima. Akisema leo atakuondolea magonjwa, anaondoa daima. That's our God. Anasema ya kwamba mimi ni Mungu na nitabaki kuwa Mungu daima. Hakuna anasema hivi, hakuna awezaye kuepa nguvu yangu, hakuna awezaye kuipinga ninayofanya. Kwa hivyo Mungu hawezi akasuiriwa chochote anachotaka kufanya, na hakuna yule ambaye anaweza akaepa nguvu yake. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu, mpendwa. Anaweza akakutoa katika hiyo aibu, anaweza akakutoa kwa hiyo kaza, anaweza kukutoa kwa hiyo kukataliwa, anaweza kukutoa kwa hiyo madeni, anaweza kukutoa kwa hiyo kufungiwa nyumba, anaweza akakutoa kwa hiyo kuonewa, anaweza akakutoa katika hiyo magonjwa mazito, kwa sababu yeye hawezi akasuiriwa. Hello somebody. Verse number 19. Turuka hapo tuone verse number 19 hapo Isaiah chapter 43. Verse number 19 nasema, tazama mimi ninafanya kitu kipya kinachofanyika sasa hivi. Nani mtaweza kukiona? Nitafanya njia nyikani na kukuburudisha mito jangwani. Anasema mwenyewe ya kwamba ninafanya kitu kipya na nyinyi mtapata kukiona. Na anasema pale ya kwamba atafanya mito katika mahali nyikani. Pale verse number 19 anasema nitafanya njia nyikani na kukuburudisha mito jangwani. Kwa hivyo atafanya njia nyikani. Nyikani ni mahali desert. Lakini anafanya njia katika hiyo desert, mahali ambapo hakuna kitu kinaweza kikatokea, mpendo. Lakini hapo ndipo anasema ya kwamba anasema ya kwamba atafanya aka mito katika hiyo desert. Imagine ni nyikani, Bwana anafanya mito itokee kwa desert. Wewe niambie, ni kama saa hii kule kunaitwa wapi? Kule kwa kule Garissa na huko kina Rodwa huko. Imagine anatengeneza hapo mito mahali kwa hiyo desert yote, lakini anatengeneza mito hapo kule Turkana na huko mahali tunazoea kila wakati kila wakati ni kiangazi, lakini hapo atatengeneza mito na atatengeneza bado njia. Yaani ni kuonyesha mpendo ya kwamba Bwana atafanya mahali ambapo akuonekani kunawezekana, hapo ndipo anatengeneza na kunaonekana kunakuwa na kitu. Haleluya. Haleluya. Wakati mmoja nikaitwa mahali, na hiyo kazi sijaifanya. Sasa nikaambiwa wewe ndio fundi, wewe utengeneze hiyo kitu. Sasa mimi akili yangu nikasema, akili kwani sinafanya kazi? Wewe akili ufanye kazi, hata kama hujui ulete majibu. Na unajua hata hizo taa nilikuwa nimepewa sijui, by the way. Maana sijawahi ona, ninasionanga kwa miti, lakini sijawahi ona sikiwa kwa box. So hizo ndio nilipewa. Na nikaambiwa utengeneze. Nikaletewa miti, zile post za stima. So nilipoletewa nikauliza hizo taa ziko wapi? Nikaambiwa siko mahali fulani. Nikamwambia sijaona, na ni kweli nilikuwa nimeona lakini sijui kama ni hizo. So nikachukua hizo taa, na baada ya kuchukua hizo taa nikakaa nazo nikasiangalia. Sasa shida hasina mahali zimeandikwa vile zinaunganishwa na vile zinatengenezwa, asijaandikwa, lakini sinafasi wake.
Lakini remote ziko hapo, hizo remote obvious hakuna mtu ajui remote inawekwa mawe acha ama betri. Nikaona hizi zinawekwa hivi. Nikaweka betri haraka, nikamalizana nazo. Lakini sasa mahali kisungumkuti iko ni kuweka hizi taa. Siungane na sora yake. Sasa hapo ndio sijui. Sasa nikakaa chini. Sasa zida asijaandikwa, asijapewa ile direction vile sinafaa kuwekwa. So mimi nikakaa. Nikasema akili wewe utumike vile unafaa kutumika. Mwenyewe akaniuliza, "Unataka pesa ngapi?" Nikamwambia. Na yeye hakuwa ana shida, akaniambia sawa. Kukaa dakika 2. Nikakumbuka nilikuwa naunganishanga vyombo kwa kanisa. Nikianza huduma yangu nilianzia kwa vyombo mimi. Nikasema, si ile vyombo nilikuwa naona microphone ilikuwa inawekwa hivi. Si ni kama microphone. Nikaweka, ikaingiana. Nikafunga. Maana kufunga naye ninajua kufunga. Nikafunga haraka, nikafunga kwa miti. Nikamwambia tuinue miti. Tukasimamisha miti. Nikamwambia tuangalie. Tukahakisha kaka waka chua kwanza kuliko vile mvundi anayesafanya. Amen. Nakwambia nini? Bwana anafanya mito katika changwa. Na hiyo ni pesa nilipewa kwa within 2 hours. Nilikuwa na 3000. 2 hours. Na hiyo 2 hours nilichukua kwa sababu ya kupeleka hiyo miti mahali ilikuwa mbali. Lakini ningefanya 30 minutes na nipewa 3000. That's how God can work. Kwa hivyo Mungu anaweza akafanya kila ambacho unaona kabisa uwezi, anaweza akakufanya hata usone nguo na cherehani. Unasona nguo kabisa, inakaa kabisa, inatokea very smart. Mpaka kila mtu anaiangalia anasema nataka fundi kama huyu. Kuna mahali moja nikaweka ceiling mahali. Na sikuwa nimewahi fanya peke yangu. Ilikuwa siku yangu ya kwanza kwa hiyo ceiling. Sasa mimi mambo ya setting sikuwahi fanya. Sasa ilikuwa ni siku hiyo ya kwanza na niko peke yangu. Na nimeitwa, wewe utaweza sema utaki kazi na uko na akili ya kufanya kazi. Nilifika hapo, nikauliza room ni gani? Ni hii. Sasa akili yangu ikaniuliza na ukiharibu? Nikasema, kwani mimi si fundi? Nikajijibu tena mwenyewe. Haya. Nikauliza, "Ni mnataka peke yake ama kuna nyingine?" Hiyo na choo na nini? Nikamwambia it's okay. Nikamwambia, "Nipe mtu wa mkono." Wakanipea haraka na kuambia niliweka setting hapo, maana nilitumia akili ya kusaliwa. Sio ya ufundi, ya akili ya kusaliwa. Nikaweka. Wakati mwenyewe akakuja kwa dirisha, akakaa hapo, sikuwa anajua ni mwenyewe, maana mimi sikuwa anajua mwenyewe, mimi nilikuwa anajua foreman. Mwenyewe akakuja hapo akakaa, akaniangalia vile nafanya, na akaona vile nafanya haraka. Akauliza, "Mandefu, wewe ndio utafanya hii kazi mpaka zile room nyingine zimebakia?" Nilipata kazi hivyo na sikuwa nimewahi fanya. Haleluya. Nataka kukwambia nini mpendwa? Ya kwamba Mungu anaweza fanya mito katika nyika. Yaani nyika ni mahali ambapo hakuwezekani mito ipatikane, lakini atafanya yeye. Na kutoka hapo ndipo nilianza kufanya kazi mimi peke yangu sasa. Na nikajiaminia siku hiyo. Mpaka nikasema, kumbe ni vizuri saa zingine unaachwa peke yako. Saa hii ukiniambia sijui ni nini unaweza niambia nikutengenezee nikose. Lakini kwa sababu ya nini? Ya kwamba Mungu anafanya mito mpaka nyikani. Na ndiposa Mungu kanifanya mpaka kazi ile ambayo singeweza kufanya naweza ifanya leo. Very perfect. Very perfect. Very perfect. Roofing yangu ya kwanza nimefanya kama sina mtu anaelewa mambo ya roofing. Na haikuwa flat. Na haikuwa kanyumba. Ilikuwa nyumba ya 2 bedroom na inaifanya peke yangu. Niko na mtu wa mkono na huyo mtu wa mkono hakuna kitu anaelewa. Lakini na mimi hata si eti niko expert, lakini nilifanya very perfect. Na mwenye hiyo nyumba kwanza alikuwa fundi wa mbao. Kwa hivyo nikikosea anajua na sikuwa anajua. Sasa alipokuja akakuwa hapa ananiangalia vile nafanya, akakuta anafanya kazi hiyo perfect. Hakuuliza swali. Tulipomaliza kaniambia, hiyo kitu imetokea." Na ni nini? Bwana anafanya mito katika nyika. Amen. Wewe uko hapo unajihurumia, mimi sitaweza. Utaweza na uko na Mungu. Maandiko yanasema aje? Mimi nilichukua hiyo ya Paulo.
na yaweza mambo yote, maana ninaye anitiaye nguvu. Nikasema hii roofing inaweka. Nikawauliza, hebu nipe hiyo. Nipe map ya hiyo roofing. Wakanipea, nikaangalia hivi. Hata sikutumia hiyo map, nikatumia akili. Na nikatoa kama ile. Bwana asifiwe sana. Na hiyo area nikatengeneza roofing 3. Zikifuatana hivi. Na ni sasa hiyo ninaanza. Sasa hii hakuna roofing hizi siwezi fanya. Haleluya. Tiles niliangalia siku moja hivi tu, nilikuwa mtu wa mkono. Nikaangalia siku moja vile anakoroga aje simiti. Na simiti ni mimi nilikuwa nakoroga. So ananiambia hivi imekuwa. Nikasema simiti nakoroga simiti. Sasa nikajua vile ndakaa. Nikaangalia vile anagonga nikaona kumbe nagonga hivi nisichukue nyundo nigonge nayo. Kwa hivyo ni hivi nagonga. Kesho yake happen akaenda kuchukua tiles zingine. Alikuja akapata nimeweka kitchen karibu kumaliza. Na nilianzia ufundi wa tiles hapo. Maana ninayaweza yote, maana ninaye anitiaye nguvu. Sasa wewe shinda hapo ukijihurumia, mimi sitaweza. Hautaweza na uko na Mungu. Mungu kazi yake ni gani? Anakuwezesha. Amen. Bwana asifiwe sana. Mpendwa, Bwana hajakusahau. Katika hiyo hali ambayo unapitia, muaminie katika hiyo hali na atakutengenezea njia na itakuwa sawa. Isaiah 54 verse number 6 to number 7. Isaiah 54 verse 6 and 7. Biblia inasema hivi. Yerusalemu, Mwenyezi Mungu amekuita tena wewe kama vile mke aliyeachwa na kuhusunika. Mke aliyeolewa akiwa kijana akaachwa. Mungu wako anasema, nilikuacha kwa muda mfupi tu, kwa huruma nyingi nitakurudisha. Wewe yani anakufananisha mwanamke ambaye uliolewa ukiwa mchanga na ukaachwa na mume aliyekuoa. Basi akakuhusunisha. Lakini Biblia inasema kwamba alipokuhusunisha alikuacha kitambo kidogo, lakini anakurudia tena na anakurejea tena. Haleluya. Kwa hivyo mpendwa, Bwana bado hajakusahau. Hata kama unaona kana kwamba ulihusunika, ni kwa kitambo kidogo. Haleluya. Ni kwa kitambo kidogo huduma yako inayumba. Ni kwa kitambo kidogo ndoa yako inayumba. Ni kwa kitambo kidogo watoto wako wanayumba. Ni kwa kitambo kidogo unayumba kikazi. Ni kwa kitambo kidogo biashara yako inayumba. Ni kwa kitambo kidogo afya yako inayumba. Ni kwa kitambo kidogo aibu inakuyumbisha. Mungu ni mzuri mpendwa. Mungu sio kama mwanadamu. Anasema ya kwamba nilikuacha kitambo kidogo tu, lakini sasa nimekurudia tena. Ahimidiwe Mwenyezi Mungu, maana atakurudia tena. Alikuacha kidogo sawa, lakini anakurudia tena. Naona kuna mtu ambaye anarudiwa tena. Aliachwa kwa huduma, anarudiwa tena. Aliachwa kwa mateso, anarudiwa tena. Haleluya. Bwana hajakusahau. Napoenda kumalizia ibada hii siku ya leo mpendwa, hii kipindi ambacho ni the voice of altar, nataka nikwambie ya kwamba Bwana bado hajakusahau. Isaiah chapter number 60 and verse number 15, tunapomalizia neno la Bwana siku ya leo. Verse 15 inasema, wewe ulikuwa umeachwa na kuchukiwa. Hakuna aliyekupenda hata kupitia kwako. Lakini sasa litakufanya uwe na furaha milele. Utakuwa mchi wa furaha kisasi hata kisasi. Anasema vizuri hapa. Hiyo ni yangu mimi. Kama wewe hutaki wewe achana. Hiyo ni yangu mimi. Ya kwamba wewe uliachwa. Wewe uliachwa na kuchukiwa. Na anasema vizuri, wewe uliachwa na kuchukiwa. Lakini sasa nitakufanya uwe furaha milele. Utakuwa mchi wa furaha kisasi na hata kisasi. Hiyo ni yangu mpendo. Ya kwamba hata kama uliachwa, hata kama ulichukiwa, hakuna yule aliyetaka kupita karibu na wewe. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Ya kwamba hakuna yule aliyepita karibu na wewe, lakini wewe nitakufanya uwe mchi wa furaha, furaha ya milele, kisasi na baada ya kisasi. Haleluya. Hata kama mpendwa ulichukiwa,
uliachwa na mzee, uliachwa na mke, uliachwa na watoto, uliachwa na marafiki. Hakuna yule ambaye halitaka kupitia karibu na wewe. Hakuna yule ambaye halitaka kusikia habari zako. Hakuna yule ambaye alitaka kuona simu yako. Hakuna yule ambaye alitaka kuona message yako. Hakuna yule ambaye halitaka kusikia sauti yako. Lakini abidiwe Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba yeye mwenyewe atakufanya uwe na furaha, hautahuzunika tena, na atakufanya furaha yako iwe milele na milele na kisasi na kisasi. Haleluya! Kwa hivyo atakupa furaha ambayo itakuwa inadumu. Sio furaha ya leo na kesho unakuwa na huzuni, bali ni furaha ya milele mpendwa, na ni furaha isiyofika mwisho, na ni furaha ambayo kisasi, hata kisasi chako na kisasi hadi kisasi cha 4 ambacho kitafurahia, kwa sababu ya Bwana amekurudia na amekufanya kuwa furaha. Haleluya! Bwana atakufurahisha, atakufanya uwe wa furaha, atakufanya uwe wa tamana. Wale waliona una tamana, atakufanya uwe wa tamana. Haleluya! Wewe mhubiri uko hapo, mchungaji, unaweza ukadharauliwa leo, unaweza ukakataliwa leo, washirika wanaweza wakakuacha, lakini nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba wakati Bwana atakuja kwako, wakati ambapo walikuwa wataki kupitia karibu na wewe, Bwana atakapopitia karibu na wewe, hata harufu yake peke yake atakuinua na atakapokuinua, wale waliokuondokea, wale walikuwa wanapita wataki kupita karibu na wewe, watasema hebu tukaribie tuone kama ni ukweli. Haleluya! Na watakapoona kama ni ukweli, watasema tunataka Mungu wa huyu. Mimi nataka mtu ambaye ako na imani, ambaye anajua ya kwamba Mungu akipitia karibu na yeye, maisha yake huwezi kuwa vile tena. Akipitia karibu na maisha yake inabadilika. Haleluya! Anasema ya kwamba atakufanya uwe na furaha hata kama ulichukiwa. Hakuna yule alitaka kupita karibu na wewe, yeye akipitia anapita. Maana hata uliza wale waliokuchukia, unaonaje, tupitie huko ama tusipitie? Anapita peke yake. Unajua Mungu wetu ananyeshea mvua wezi, wachawi, waganga, wakora, wa kila aina, wazuri na wabaya. Hivyo ndivyo Mungu wako. Sasa Mungu akisema leo anapitia kwako mpendwa, anapita akiwa na shopping, anapita akiwa na pesa, anapita akiwa na afya, anapita akiwa na amani, anapita akiwa na furaha, anapita akiwa na ushindi, kwa sababu ya kwamba anakuja kukuondolea aibu, anakuja kukuondolea kwa kilio, anakuja kukuondolea utasa, anakuja kukuondolea kufinyiliwa, anakuja kukuondolea umaskini, anakuja kukuondolea madhabahu ya kwenu, anakuja kukuondolea magonjwa ya kila aina, anakuja kukuondolea kile kilichofanya wakukuondokea. Haleluya! Amini Mungu, mwamini na kumwongojea wakati wote, kwa natumaini, ukijua ya kwamba Mungu bado hajakusahau. Message yangu siku ya leo ilikuwa ya kwamba Mungu hajakusahau. Nataka kuomba na wewe mpendwa uliyepata nafasi ya kunisikiliza, na naamini ya kwamba Mungu wa mbinguni ataenda kukubariki na kukutenda mambo makubwa. Na kaniombe na wewe ambao uko hapo, hujaokoka na ungependa kuokoka, ungependa kupeana maisha yako kwa Bwana Yesu Kristo, basi rudia maombi ya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, natubu dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, kuanzia leo nimetambua kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nimekataa shetani na kazi yake. Kuanzia leo Bwana Yesu, nifanye mwanao. Njoo ndani yangu na ufanye makao ndani yangu. Kwa jina la Yesu naomba na hata nakuamini. Sema amina. Kama umeokoka, basi tafuta kanisa iliyo karibu na wewe na ukapate kwenda kushiriki inaoabudu Mungu kwa roho na ukweli. Nasi tunaitwa Maximum Healing Outreach Ministry, na unaweza ukanifikia kwa namba ya 0746106163. Basi utakaponifikia hiyo, niambie kwa mtumishi wa Bwana ulipokuwa unaomba, nilipata kupeana maisha yangu kwako kwa Bwana Yesu Kristo, na zaidi ya yote nimeokoka. Yesu ni Bwana, nipate kukuelekesha na Mungu wa mbinguni atakubariki. Nataka kuomba na kila mmoja ambao uko hapo, unahisi kana kwamba umeachwa, unahisi kana kwamba umedharauliwa, unahisi kana kwamba umefika mwisho. Nataka kuomba na wewe na Mungu wa mbinguni atakubariki. Nyosha mikono yako ukielekeza kwenye screen na upate kuamini, na amini ya kwamba Bwana ataachilia neema kwako
na utatoka katika hali ambao ilikuwa inakufinyilia. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa wafalme, na kutukuza ni kwa sababu ya upendo wa huyu aliyepata kusikia neno lako. Na mkabidhi mfalme mikononi mwako. Na kataa kila roho yote ya kujidharau. Baba, ninatangaza akainuliwe tena. Hapo bahali aliposaulika, Bwana umesema ya kwamba Baba wewe huwezi ukasahau mwanadamu. Naomba Bwana ukamkumbuke huyu mama. Ukamkumbuke huyu mzee, ukamkumbuke huyu kijana. Kumbuka huyu mtoto Bwana. Kumbuka huyu mgonjwa, kumbuka huyu aliye gerezani. Kumbuka Bwana huyu aliyedharauliwa. Kumbuka huyu Bwana aliyefinjiriwa. Kumbuka Bwana huyu aliyetasa. Kumbuka huyu ana kazi. Kumbuka Bwana huyu ameachwa. Kumbuka mfalme kila mmoja aliye taifa la Kenya na walio nje ya Kenya. Jina lako litukuzwe na jina lako libarikiwe. Utakapowatendea Bwana mema, sifa zote zikakurudia Bwana. Asante kwa sababu ya ibada hii. Bwana umefanikisha kwenye ibada hii, jina lako liabudiwe na jina lako litukuzwe Bwana. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliye kwenye taifa la Kenya na hata wote walio nje Bwana, wakumbuke na ukawatende mema. Na bariki partners wote wanaosimama kwa ajili ya kazi yako. Bwana wabariki na ukawainue. Jina lako litukuzwe zaidi na liinuliwe zaidi. Kwa sababu wewe ni mwema, hakuna aliye kama wewe. Nimeomba kwa ajili ya huyu aliyeokoka, Baba usimame na yeye, ukapate kumsimamisha kwa kila hali Bwana, kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Jina lako liinuliwe zaidi Bwana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, tunaomba na hata na kuamini. Amen. Amen. Bwana akubariki. Na kutenda mambo makubwa kwa sababu ya muda wako ambao umechukua kupata kunisikiliza, kupata muda huo wote kwa sababu ya nafasi ya Bwana zaidi ya 1 hour. Bwana akubariki sana na Bwana akuinue. Bwana akubariki. Ukipenda kusupport kazi hii, ukipenda pia kutuma prayer request yako nipate kuomba na wewe, basi unaweza kuwa uko hapo unasikia ninapohubiri na kubariki na ungependa tuombe pamoja na wewe, ukipenda kupata ushauri kutoka kwangu, basi nikuelekesha vile Bwana atakaponisaidia. Chukua namba hii unipigie ya 0746 10 61 63. Kwa niaba ya wale ambao mko outside Kenya, hamwezi mkanipata kwa kupitia hiyo namba, basi tumieni WhatsApp namba ambayo ni +254 0717 358579. Utakapofanya hivyo, basi tutawasiliana na Bwana atakubariki na Bwana atakuinua. Na wale wote ambao waliofanikisha kipindi hiki na ibada hii, wale mlikuwa kwa upande ule mwingine wa studio, Bwana wa mbinguni awabariki na Bwana awainue zaidi. Na kwa niaba ya wote waliohakikisha kwamba tuko hewani kwa ajili hiyo sawa, Mungu wa mbinguni awabariki. Kutoka kwangu mimi sina la ziada, bali na waga nikisema shalom. God bless you so much. Tukutane wakati mwingine majaliwa yake Mwenyezi Mungu atakaporidhia. Shalom. Heri wamtumainio Bwana.